wenyewe pia wamejumuishwa kikosi hicho. Tuwatakie kila laheri katika mechi yao dhidi ya Kenya. Kama ilivyokuwa ada kila siku ya Ijumaa, tumekuwa na mazungumzo maalum ambao mwenzetu Rosemary Timzo Karugira amekuwa anayafanya. Leo anazungumza na kocha Everest Mapunda kwenye upande wa mchezo wa mpira wa kikapu. Masuala gani ambayo tutaweza kuzungumza, historia yake, maisha yake katika mchezo wa kikapu na maendeleo ya mpira wa kikapu hapa nchini Tanzania, yote kwa ujumla yapo katika hii exclusive na Rosemary Timzo Karugira. Ni viwanjani na exclusive na beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira, na hapa ndipo utakwenda kupata exclusive na watu mbalimbali wa michezo kote ulimwenguni. Na leo exclusive yetu inaenda kwenye mchezo wa basketball, na si mwingine ni kocha Everest Mapunda. Coach, naam. Nakuona Nipo. Ona unavyokimbiza kwenye basket. Siku nyingi wewe ndio umekimbia ni. Kwa kweli. Unaacha kudanki. Vijana wakina IKS unaona wamekuja, lazima uende na wakati bwana. Hata wewe kipindi kile ulikuwa hivi, lakini sasa hivi mpaka nakuletea mdogo wangu Joram Karugira. Naye sasa unaona ameshakuwa star, kuja ndo anaanza kudenki katoka shule. Sasa kitambo lazima kidogo tunawaachia wakina IK. Kijiji akikosi wazee. Kikosi wazee. Nimeipenda sana hiyo. Kocha, mtu anaweza akajiuliza Everest Mapunda ni nani kwenye basketball? Mimi kwa ufupi nikizungumza ni kwamba Everest ni alipoanzia yeye, kwamba ameanza katika kusoma shule ya msingi Forodhani. Sasa hivi wanaita St. Joseph. Nikatoka katika shule ya msingi Forodhani nikaenda Mzizima Secondary School. Kwa hiyo ukizungumza yani katika kwa ufupio, kwa sababu tumeanzia kule mwanzo ambapo ulipotoka katika ile chimbuko. Sasa na nikitoka hapo unakuja unakutana na viunga vya michezo. Sasa ukizungumzia katika viunga vya michezo, mimi moja kwa moja sikuanza katika basketball. Nilikuwa nacheza mpira wa miguu. Soka. Nacheza soka, kwa hiyo sio kwamba nilicheza tu kidogo, nilicheza katika kiwango kizuri. Kwa hiyo hata ukikutana na kuna kipindi ambacho ilikuwa nakumbuka miaka ya 91, 92, hiyo miaka ya 90 tunachosema ni kwamba katika zile harakati za kutafuta maisha nilienda mpaka Reli Morogoro pale, wakati ule kocha alikuwepo Frankie Simkoko. John Simkoko. Tulikuwepo pale, kwa hiyo na tulikuwa tunakaa pale 88, na hata ukiangalia wakati ule kocha wa timu ya polisi ambayo tunamzungumzia John Tamba tulikuwepo naye, na ndo ni kipindi hicho ambacho tulikuwepo najua wa moto tumetoka katika UMISETA. Kwa hiyo na nilikuta pale watu wengi, hata kaka yangu Mwanamtu wa Kiwelu pale nilimkuta pale, Mwanamtu wa kipindi hicho. Kwa hiyo mimi nilikuwa sio mkubwa hivyo, nilikuwa mdogo, kwa hiyo najua ilikuwa ni kipindi cha kutafuta nafasi ya kwenda kucheza katika level hiyo ya mpira, katika level ya juu. Kwa hiyo najua sasa kipindi kile cha shule ingia toka na yenyewe ikawa imeleta changamoto kidogo. Sasa nikaja nikakutana na ndugu yangu mmoja, mdogo wangu ambaye nikimuita Obasanjo Zeno. Yeye ndo alinitoa katika ulimwengu wa soka kuja katika basketball. Sasa ndo hicho kipindi najua mitaa ya Upanga tena pale mtaa wa Mfaume, na nyuma yake kidogo ndo unakutana na mtaa wa Alikani, ndo unakutana na shule ya sekondari Zanaki. Sasa mimi nilikuwa nakaa pale mtaa wa Mfaume pale, kwa hiyo ndo ile ilikuwa ni chachu sasa ya kwenda kukaa hapa, nikawa nafanya mazoezi na nikajiweka katika nafasi nzuri zaidi, ndo nikaanza kucheza katika timu ya vijana. Na nilikuwa mimi na msemo wangu asema huu mchezo mimi nishindwe kucheza, nimecheza football, nishindwe kucheza hii kwamba na hii sehemu ni ndogo. Sasa ukiangalia intensity ya kwake ya basket na football kidogo kulikuwa kuna utofauti. Kwa hiyo uwanja ni mdogo, uwanja sinajua ile kwenda na kurudi ni sehemu ndogo, lakini inabidi utumie energy kubwa kuliko mtu wa football. Anaweza akapasia mwenzake akasogeza mbele kidogo. Kwa hiyo najua mchezo ukiwa na namba ndogo ya wachezaji ndio mchezo huo unakuwa ni mgumu zaidi. Kwa hiyo hata kama ukiona mchezo wa mtu mmoja unaocheza, kwa hata kwenye hakuna kutegeana, kwa sababu wewe ndio unaotoa maamuzi. Ndio maana unakuta katika mazoezi mengi ya basketball kwamba wanazungumza ni basketball ni mchezo kwamba unaotumia one on one. Kwa hiyo ukisema one on one ni kwamba mimi nikihamisha mpira kwenda kwa mtu mwingine atuhesabu watu watano,
tunahesabu mtu mmoja mmoja na kwenda kucheza, ndio maana intensity ya mchezo inakuwa iko juu sana. Maisha yalikuwaje wakati unaanza na watu ambao uliwakuta sasa? Maisha yalikopo sio kama ni mabaya sana au sio kama ni mazuri sana, kwa sababu wewe mwenyewe binafsi ndio unatakiwa ni uonyeshe juhudi ya kwako, utengeneze kwamba sasa hivi watu wamezoea kusema unajibrand kabisa. Kwa hilo ndo neno ambalo unaweza kulitumia zaidi. Kwa hiyo wewe ni jinsi gani ambapo unakaa na unaweza kujisogeza katika hiyo nafasi ambayo ukaweza kufikia kasi ya wenzako, ukafika malengo na ukakaa sawa sana. Hapo wakati nimefika vijana, kulikopo kuna wachezaji ambao tulimkuta alikopo yuko Kolumba Mwengila, Kibo Mwengila, tulimkuta Bahati Mgunda, baadaye Rahim Kipingu wakaja. Kwa hiyo unakuta ni timu ambayo ilikopo imesheheni watu ambao wanajua kweli kweli, wanajua, na marehemu Adam Kasidi Anta, unajua ni wakati huo, na ilikuwepo kitu ambacho mimi kilinipa changamoto au kilinipa moyo zaidi, nikakutana na marehemu Joseph Bulongelo. Sasa huyo ni mjombake na Obasanjo Zeno, kwa sababu yeye alikopo, mimi nilikopo namuona yeye ni mkali, kwamba na yeye ndo nilikuwa naweza kumuona yani kwamba yeye kama ni ball dancer, ni kwamba anakaa, lakini yeye ndo alikopo akanibatiza hilo jina, akaniambia wewe ndo utaweza kuwa ni ball dancer, yani utaweza kucheza vizuri, kwamba yani weka juhudi, fanya kila kitu, kwamba unaweza ukafanya kitu. Kwa hiyo yale maneno machache ambayo yaliweza yalinitia moyo, yalini encourage na nikaweza kwenda kufanya mazoezi. Na kipindi nakumbuka kulikuwa ni mwezi wa Ramadhani, nilienda kufanya mazoezi katika ule mwezi. Najua wakati ule ukienda pale Muhimbili kulikopo kuna ile center ya wagonjwa wale wakoma, kulikuwa kuna center yao pale, kulikuwa kuna kiwanja, lakini sasa hivi kiwanja kile kimetolewa. Pale ndo nilikuwa na sehemu ambayo mimi naweza kwenda kufanya mazoezi, kwa sababu ilikopo ni karibu tu, na nikitoka na nyumbani nafika hapo. Kwa hiyo kafanya vitu vyangu pale vya kutosha, kwa ushirikiano wa coach Delphinus Peneses ambaye alinipa programu ya kuweza mimi kwenda kusogea katika nafasi ambayo ikaniweka katika nafasi nzuri zaidi. Unatoka kwenye soka unakwenda kwenye mchezo wa basketball. Mchezo wa basketball mpaka leo unaonyesha kama ni mchezo fulani hivyo wa mabisho nini, ukuona kwamba labda kuna utofauti na watu ambao unakwenda kukutana nao? Hapana, kulikopo hakuna utofauti, kwa sababu kama una kumbukumbu nzuri, kulikuwa kuna mchezaji ambaye aliwahi kucheza Leli Morogoro, akacheza Simba, tunamzungumzia David Miambo. Sasa yeye kuna kakake alikopo anaitwa Kanuti, na alikopo kipindi kile alikopo anafanya kazi katika NBC. Nakumbuka hata kipindi sisi tumeenda katika UMISETA, tulikopo na ndugu yangu Patrick Nyembela, kwamba unaona ni kabisa, na Rahim Kipingu, tulikopo tunaenda pale Masuka pale hotel, kwa sababu na Kanuti alihakikisha kwamba sisi tunaweza tukacheza basketball katika kiwango kizuri zaidi, na kuweza kutoa ile mentality kwamba yani huu mchezo hauwezekaniki kwenda kukaa kucheza. Na ukiangalia ni kipindi kile kulikopo hakuna yale mambo unaosema, ni kwamba yani ilikopo ni mchezo wa gharama, kupata vifaa ilikopo ni changamoto, kupata shorts ya kuchezea, kupata hiyo jezi ya kufanya mazoezi, hata vile viatu. Najua ukiangalia ni mtu anaweza akaona kwamba anazungumza labda kama ni utani, lakini ni ukweli wenyewe. Kwenye kipindi chetu au kizazi chetu kulikopo hakuna tofauti na sasa. Tofauti kubwa, na ambayo mimi naweza nikaiweka hapo kwamba hakuna mchezaji au hakuna mtu ambaye alikopo anajua size number ambayo alikopo anaenda kuvaa kiatu. Kwa sababu ulikuwa ukifika uwanjani unaweza ukakuta kiatu cha mwenzako kiwe kikubwa kiwe wapi, utajaza masoksi, utafunga, unatinga ili mradi uweze kukaa kwenda kucheza. Ulishakuwa katika timu kubwa tena ambazo zimekuwa na ushindani kama vijana ulivyosema, ambayo timu yako ulioanzia ulikuwa Pazi, ulikuwa Sabio, lakini baadaye ukaenda Posta ya kule nchini Kenya, ukacheza kwa mafanikio makubwa sana. Ilikuwaje kwa ujumla katika kote huko ulipopita? Tukianzia kwamba pale nilipokuwa nimeanza katika timu ya vijana, tuliweza kukaa kufanikiwa kuchukua ubingwa mara 3 mfululizo. Na wakati huo ukizungumzia katika kucheza katika ligi Dar es Salaam au kusema kwa Tanzania nzima, kwa sababu tulikuwa tunacheza kipindi cha Disemba tu ndio ilikuwa inachezwa, tunaita club bingwa, na timu zilikuwa zinatoka Musoma, nasema Mwembeni, ilikopo Bandari Tanga. Ukizungumzia hapa timu Dar es Salaam kulikuwa kuna timu ya Cargo. Kwa hiyo ukizungumzia na Giant yule ambao tunazungumzia kwamba ilikuwepo ni ABC na Pazi kwa kipindi hicho, wao ndio walikuwa na dominate ubingwa kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ilikuwepo sisi ni faraja kwetu kama vijana, tuliweza kwenda kupambana na kuweza kwenda kupata ubingwa kwa mara 3 mfululizo. Na hayo yote ni kwamba unaweza mimi nikatoa credit kwa coach Delphinus, kwa sababu alikuja kubadilisha ile structure nzima ya kuona ni kwamba ni
watu wa age fulani ndio ambao wanaweza kwenda kukaa kucheza. Kwa hiyo sisi tuliingia tukiwa tuko wadogo, ndio tukaenda kwenda kupambana na kuweza kwenda kupata ile mafanikio ya kwenda kukaa kuchukua ule ubingwa kwa mara 3 mfululizo. Kwa hiyo sasa ilipofika coach Delphinus alisema ni kwamba ni kuna nafasi ambayo kwamba kama kuna mtu ataweza kuona ni kwamba anaweza kuendelea, anaweza kukaa kuendelea kucheza katika timu ya vijana au anaweza kwenda kukaa kubaki. Lakini wakati mimi nayafikiria hayo ya kwamba nifanye kitu gani, kwa sababu sikuwa nime target au nimefanya mpango wa kutoka katika timu ya vijana, lakini kumbe wenzangu katika upande wa pili katika timu ambayo ndio kituo cha kulelea vijana ambacho ni Don Bosco, wao walikuwepo na target za kwao. Kwa hiyo wakaona ni kwamba ni mtu gani ambaye anaweza kukaa kwenda kuwafundisha wao kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Sasa hapo ndo unapokuta ndo changamoto zilipokuwa zimeanza. Nakuta kwa sababu mwaka 1991 walikuwepo na coach marehemu Samuel Maesa, walijaribu kwenda kucheza katika ligi daraja la pili ili wapande kwenda katika daraja la kwanza, hawakuweza kufanikiwa. Don Bosco. Kwa hiyo ndo akaja akapatikana wakati huo kulikuwepo kuna Father Peter Paul, alikuwepo na captain ambaye alikuwepo ni huyo sasa hivi ni Dr. Peter Mal, kwamba wakaenda wakashauri, walifika mpaka nyumbani wakaongea na mzee wangu Joseph Mapunda kwamba tunamtaka huyu tuje tukae. Kwa hiyo kwa pale Don Bosco nimeanza kukaa na kufundisha timu kwa miaka 17. Kuna 92 niliipandisha timu daraja, wakaingia katika daraja la kwanza, na hiyo unaona ni kwamba ilikuwepo ni scouting ambao waliifanya wao wenyewe Don Bosco vizuri zaidi, na nikaweza kwenda kukaa kufundisha. Sasa tukitoka katika upande huo tunakuja ilikuwepo vipi nikafika mpaka katika timu ya Posta Nairobi, kwamba unaona najua kuna kipindi cha nyuma ilikuwepo hiyo, ndo tunazungumzia kipindi cha 91 92 mpaka kuelekea 93 mwishoni mpaka kwenye 94 kulikuwepo kuna utaratibu ambayo timu ya KPA ya Kenya walikuwepo na nafasi yao kubwa ambayo wao walikuwepo wanaweka mashindano ambayo tunasema ilikuwepo mashindano ya KPA tournament. Kwa hiyo mara nyingi timu ya Pazi ilikuwepo inaenda kwenda kushiriki kwenda kucheza katika ile mashindano. Kwa hiyo na timu ya vijana tulipata fursa, viongozi wa timu ya Posta walivutiwa na mimi. Sasa waliona, lakini mimi sikwenda kucheza katika kipindi ambacho nipo wa moto. Nilienda kucheza timu ya Posta wakati nimeshakuwa coach na nimeshaweza kwenda kufanya vizuri, kwa sababu nakumbuka kipindi hicho ndo tunazungumzia miaka ya 2000 ndo nikaenda tena kule, na nilienda kwa sababu timu ya KCB Kenya Commercial Bank ilikuja hapa na niliwa host kwa sababu ule urafiki wa coach Ronnie Owino pamoja na coach Delphinus. Kwa hiyo walivyokuja hapa mimi nilikuwepo ndo kama mwenyeji wao, ndo kama tour guide, kwamba niliweza kuzunguka kupeleka katika kila maeneo tofauti. Wakanialika na mimi niende Kenya. Kwa hiyo nimeenda pale nikafundisha timu ya KCB, lakini sio kufundisha kama ile nilikuwa kwenye kipindi cha mazoezi, kwa sababu coach wao alikuwa ni coach Ronnie Owino. Kwa hiyo alikuwa anakuja anasema anaona una kipaji na unaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu coach Delphinus alinizungumzishia habari kuhusu wewe. Kwa hiyo kuna kipindi akawa ananipa nafasi ya kukaa kwenda na wafundisha, na kaa narudi, kwa tunafanya mazoezi yote pamoja na coach Ronnie Owino. Ndo akaniambiaje, kuanzia muda mrefu kipindi kile tulikuwa tunahitaji uje ucheze katika timu ya Posta, na yeye bado alikuwa anacheza katika timu ya Posta. Akaniambia twende tukacheze wote pamoja. Wakati ndio huo. Kwa hiyo ndo nilifika pale nienda kucheza, na nilikutana na kuna wachezaji ilikopo ligi ilikopo si mchezo. Mechi ya kwanza nakumbuka nacheza na Ulinzi, mechi ilikopo niliingia kama dakika 2 za mwisho, lakini niliweza kuproduce kwamba 3.1 assist 2 pamoja na steal. Kwa hiyo pale ilimjengea ile imani coach, nikaweza kuwa nacheza kupata mara kwa mara nilikopo napata muda, kwa sababu nilianza dakika 2 kaja 3. Baadaye nikawa na wakati wote tulikuwa hatuchezi kwa kota, tulikuwa tunacheza kwa half 2. Kwa hiyo ikawa inasogeza, na hapo nilikuta wachezaji kama wakina David, kwa hiyo ukuta wakina Maxwell. Kwa hiyo tulifika pale. Kwa hiyo Posta ilikopo ni moja ya timu ya kubwa, kwa sababu walikopo wanashindana Posta, KCB pamoja na Cooperative Bank. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kulikopo kuna ushindani wa hali ya juu, bila kusahau KPA. Hapo ndo ulikuwa unakuta wakina Peter Kiganya, kwa wakati ule tulikuwa tunapenda kumuita kama Pippen, na unaona kwamba coach Ojuku, coach Sam Kiki, na ukiangalia coach wa KPA ambaye sasa hivi yupo alikuwa anacheza katika timu ya Copa ambayo tunamzungumzia Mike Opel. Ni wakina nani ambao unasema vijana hawa ninajivunia nao?
kina George Tarimo, JJ Makani. Kwa nini nimewataja hao? Kwa sababu walikuwa wako wadogo sana, kwa sababu wakati tunaitengeneza timu ya Don Bosco, unaona ni kwamba tulijaribu kutengeneza wachezaji kama wakina Muko Longoi, kwa sababu nimecheza naye kwa muda, nimemfundisha kwa muda mrefu. Alikopo pale kama center na alikopo anacheza peke yake, kwa hiyo walikopo vijana warefu walikopo wametokea, ni tunamzungumzia huyo JJ Makani pamoja na George Tarimo walikopo na umri mdogo, ndo nikawa najaribu kuanza kuwatengeneza ili kupata njia nzuri ya kuweza kupata ule muunganiko wa kukaa. Kwa hicho unakuta ni kilikuwa kizazi cha kwanza, unakuja wakina Mohamed Yusuf, unaona hapo walikopo wenyewe wamepita, na kuna wengine ambao walikuwa wanaendelea kucheza, wengine wakaacha. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwamba wakina Victor Mwafongo, wakina Evans Davis, kwamba kuna mlolongo mmoja ambao uko mrefu mpaka ukija kuishia kule kwa kina Joram. Wakina Joram ni umekuta kile ni kizazi cha kama unaweza kusema yani kama cha 9 kuelekea 10 huko. Kwa hiyo hapa katikati kwamba kuna wengine naweza nikawa nawakumbuka wengine, maana hata sasa hivi nikipita barabarani kwamba wengine wananiambia ulinifundisha hapa, najaribu kukaa kuona vipi kwamba nini hasa ukija kwenye kizazi cha mwisho hapa sasa hivi. Kwa hiyo unaona ni kwamba hata mwingine wakina Steph ambaye sasa hivi yuko Marekani, Steph Amani Moria, kwamba amekaa na kunaona ni kwamba ni au ndio unakuta ni vizazi ambavyo vya mwisho, lakini hata sasa hivi huwa najaribu mara moja kwenda. Najua sasa hivi sio kama nilivyokuwa nafundisha zamani. Najua kipindi cha nyuma nilikuwa unanikuta kabisa katika uwanja, yani ukija kukaa kwanza kucheza tunaweza kuweka bato mimi na wewe kwanza 1-on-1 tuweze kukaa kwenda kucheza, lakini sasa hivi mazingira hayaniruhusu sana kwenda kuingia katika fatiki. Lakini wengine sasa hivi naamini wameshakuwa makocha, si ndio? Wako wengi kama ukiangalia ni sasa hivi sio ambao mwafundisha na sasa ni makocha hawachezi tena. Nikizungumzia hapo naweza nikasema ni nusu, kwa kufupisha tu, nusu tutaweza kuwataja nusu ya coaches wote karibu wengi nimepita katika mikono yangu, lakini hiyo yote lazima uweke sifa za watu 2 watatu ambao tukizungumzia ni ambao mimi waliniweka hapo katika nafasi. Ukizungumzia wa kwanza kabisa tunamzungumzia coach Delfinos, wa pili unaweza kumzungumzia Ronnie Owino ambaye aliniinspire, na ukienda katika mafunzo tunazungumzia Dr. Rafiki ambaye wa Misri, pamoja na Constantine ambaye tunazungumzia alikopo ni katika utawala ule wa kusema management ya kutengeneza mitaala katika FIBA Afrika. Kwa hiyo au ni watu ambao walikopo wako nyuma yake, wamenisukuma kuona mpaka hapo nimefika kwamba nimekaa na naweza kufanya vizuri zaidi. Future basketball unaionaje? Kwa sasa hivi ukilinganisha na kipindi ambacho sisi tumecheza, unaona kabisa kuna utofauti. Idadi kubwa ya wachezaji imeongezeka. Ni idadi ya wachezaji wenye umri mdogo. Kipindi cha nyuma kulikuwa kupata wachezaji wenye umri mdogo ilikuwepo ni sio kwa kiwango kikubwa sana, lakini kwa sasa hivi wamekuwepo, wana mwamko mkubwa, na kitu ambacho kimepelekea ni kupata ule mwamko mkubwa kwa sababu sasa hivi yani dunia imekuwa ni ndogo zaidi, kwa hiyo connection zinakuwepo, zipo nyingi. Kwa hiyo kupata zile fursa za masomo, kupata yani kuona yani kwamba yani connection kwamba anaweza kupata zile exchange program, kuweza kutoka katika eneo moja kwenda katika eneo lingine. Kwa hiyo inakuwa imewasaidia, ndio imeleta chachu kubwa kwa wachezaji wengi ambao kwenda kutokea, kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi mabinti na wenyewe wameongezeka, wamekuwa wako wengi, wanaweza wakakaa wakaenda wakacheza, tofauti na kipindi cha nyuma. Sababu ukiangalia katika timu sasa hivi unaweza ukakuta yani ukikaa karibu katika kila mkoa. Zamani ulikuwa mkoa mkubwa kama Dar es Salaam ulikuwa na timu labda 2, 1. Kwa hiyo sasa hivi zinafika mpaka timu 16. Ukienda mkoani unakuta timu zinafika mpaka 9. Kwa hiyo hizo timu tunazungumzia za wasichana. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani kwamba ule mwamko umekuwa ni tofauti. Kwa hiyo kuna idadi kubwa zaidi ya wachezaji ambao wamekaa. Kwa hesabu za haraka unaweza ukakuta ni kuna wachezaji kama 800 mpaka 900 kwa Dar es Salaam peke yake. Ukienda mikoani, ukienda katika mkoa ambao unaofanya vizuri zaidi, ambao labda unaweza kukuta kwenye Mbeya, unaweza kukuta labda wachezaji wanaweza kufika hata mpaka 400. Na Mbeya umeamka kweli kwenye basketball. Na ukienda sasa hapo, ukienda Mwanza ndio kabisa wako wa kutosha. Hali hii ambayo uko nayo, nini kilikupata? Ilikuwa kama ungetamani kuwashirikisha, ilikuwa ni ajali ya kiasi gani? Kitu ambacho naweza nikakaa nikazungumza, najua tena katika wiki hizi kuna zile games za All Star ambazo zitafanyika pale Don Bosco
Oyster Bay. Sasa ndo ni kipindi hicho mimi nilipata ajali, ilikuwepo ni mwaka 2003 kitu kama hicho. Kwa hiyo nilipata ajali pale, ilikuwepo ni Kimara Korogwe pale. Kwa hiyo kabla haijafika hapa wanasema kwa limo pale. Kwa pale gari ilipata bust, tairi zilipasuka, tairi mbili, gari ika overturn, nikaangukia katika upande wa kwangu pale, ndo nilikuwa nimeumia. Na kipindi hicho ndo nilikuwa natokea katika hizi games za All Star na nilikopo kwa hiyo ndo ukiona ni kwamba katika All Star nini kinachokuwa kinafanyika. Kwa hiyo ilikuwepo ndo ni kitu kikubwa ambacho huwa mimi napataga ile kumbukumbu. Kwa hiyo hata hapo ilivyokuja katika All Star safari kwamba nilipata ile heshima ya kuweza kuchaguliwa, kwamba nilitoka pale sio kwa sababu nilipata ajali. Yes. Kile ulichokifanya. Nilitoka kwa sababu nilisema ni kwamba na wengine na wenyewe wapate ule uwigo wa kuweza kukaa, kwa sababu All Star ni game ya entertainment. Kwa hiyo wapate coaches wengine ambao na wao wapate ile nafasi ya kuwepo pale, sio mimi tu pale kila siku unaonekana mtu huyo. Kwa hiyo ndo unakuta ni sababu. Kwa hiyo unaweza ukaona tu ni vitu vya kawaida, na hata ukiona katika jicho upande huko. Kwa hiyo kwenye najua tena ukipata ajali kwa Tanzania badala ya kuja kukusaidia, kwa hiyo watu wanakuja kukukatakata na vitu hapo, kuleta tabu, ndo shida hizo zote zikatokea. Kwa hiyo kwenye eneo la tukio la ajali, badala ya kusaidia watu wanaangalia apate nini. Kwa hiyo walikuwa najaribu kuiba vitu, kufanya nini. Kwa hiyo baada ya kutoa msaada, na wengine wakaniweka na vitu vyenye ncha kali. Kwa hiyo ndo hiyo changamoto ambazo niweza kukutana nazo. Kwa hiyo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo mimi niko proud na hiyo kwamba ni sehemu ya maisha, kwamba niwezi jua ni kitu gani ambacho umepangiwa mbele. Kwa hiyo unaona maisha yanakaa naenda, utaki kukata tamaa. Of course. Yeah. Pole sana coach. Kama ambavyo umetueleza ni changamoto za maisha. Kocha, kwa hivi sasa wewe ni kocha wa timu ya Pazi. Ilikuwaje ukaondoka Savio katika timu yako ya Don Bosco ambako kiukweli kama ambavyo wewe mwenyewe umetangulia kutueleza ndio timu ambayo imekulea kwa muda mrefu sana? Tukizungumzia kwamba tuwape kwanza maua yao, kwamba na wenyewe kituo cha kulea vijana Don Bosco, kwamba tumefanya nao kazi vizuri, kwamba wameweza kukaa, nimekuambia nimekaa nao miaka 17. Wameweza kunifundisha kazi, nimeenda karibu Don Bosco zote karibu nimetembea, nimepata training nyingi, trainer of the trainer, kwamba ni training nyingi tumepata pale. Hata wale watu ambao nimewalea pale sasa hivi wako katika sehemu tofauti wakiwa na madaraka yao makubwa na wanafanya vizuri. Najua ni katika kila uongozi unaokuja katika eneo unakuwepo una taswira ya kwake, unakuwepo una yale malengo ya kwake unaofikiria kwamba unaweza kwenda kukaa kufanya, na inawezekana ni kwamba wengine wanapenda mabadiliko labda. Kwa hiyo kila kitu kiko katika nafasi inayokuwa inatakiwa. Kwa hiyo labda mimi ni katika ule upepo nilikopo. Upepo ulioingia ni kwamba labda walikopo nataka kuleta zile method mpya ambazo labda za kwangu mimi ziko za zamani. Kwa labda zilikuwa zinatakiwa zije mpya. Kwa hiyo nikapisha zije pale, kwa hiyo zije zifanye kazi. Kwa hiyo mimi nilitoa blessing nzuri kwamba ni maisha yaendelee, kwa sababu sio kitu, kwa sababu wote tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo sio tuanze kuvutana, kwa hiyo kwenda kuendelea, kwa sababu hayo ndo ni mazingira yalikuwa yako mepesi. Lakini ndo unakuja kama vile nilivyokuwa niko vijana Don Bosco walikopo wameweka jicho lao, na timu ya Pazi na wenyewe walikopo wanaweka jicho lao. Kwa hiyo wakati wanasema wakupa mkono wa kwaheri au wanasema mkono wa karibu? Hawakunipa mkono wa kwaheri, kwa sababu mimi niliwaambia naomba nipumzike. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe nikasema naomba nipumzike, kwa sababu naona kuna vitu ambavyo tunaona labda hatuendani jinsi, kwa sababu ulipotoka mlivyokuwa mnakwenda na sasa ni kuna utofauti. Kila tukiambiana hivi kunaenda tofauti. Niko naomba nipumzike, kwa sababu heshima. Kwa sababu inaweza kafika mbele mkaanza kukosana, na haipendezi katumika zaidi. Sasa na nilikaa karibu muda kidogo mpaka Pazi wamekuja na mpaka kwenda kukubali kurudi katika Pazi. Kwa hiyo unaona, kulikopo kidogo kuna pressure mpaka kuingia katika Pazi, kwa sababu hapo kikao kizungumzia kulikuwa kuna ndugu yangu hapo Patrick Nyembela. Kwa hiyo anakuja bwana, na si unajua tena Pazi na tumecheza wote Pazi
tumecheza wote katika yuko Pazi. Tumecheza naye wakati uko Pazi, tumecheza naye kama mshindani na tukaenda tukacheza wote pamoja, na tumekuwa wote Upanga na tumecheza wote katika UMISETA. Kwa hiyo yani tumekuwa wote kwamba yani ni brother, yani tukawa tumeshirikiana kidogo na Captain Michael Marue kwamba yani sasa Michael naye najua na maneno yake hata azungumzi mengi, bwana wasaidie. Kwa hiyo nikamwambia hebu ngoja kwanza nikae nifikirie. Tulivyokaa chini, lakini nikaona ni kwamba najua tunafanya katika kile kipindi chetu cha mchomo, tukaona ni kwamba yani tukitengeneza ile kwamba ni ushindani ukiwepo wa Pazi, ushindani wa vijana ukikaa vizuri, hapa tunaweza tukafanya kitu, na huku ukiwa kuna wakina Savio ambazo ni timu ambazo zimechipukia kwa kasi, JKT. So ukizungumza zile timu zenye ushindani ya kwamba Pazi vijana kwamba zile ndo wale ni wapinzani wa jadi, kwa twende tukafanya hivi. Nikaona hii kitu ina make sense wakati ule kwamba ni Michael alikuwa amenishirikisha hicho kitu. Tukasema hii ina make sense kwamba tunaweza tukatengeneza ile ushindani na basketball ikakua, kwa sababu mimi kitu changu kikubwa nataka basketball ikue. Kwa hiyo nikasema okay, wacha niende kwa Pazi, twende tukasaidiane. Patrick Nyembela mpaka leo ni kijana wa Upanga, ameanzia Upanga, maisha yamekuwa ya Upanga. Hebu tuhitimishe na hili. Hapo Upanga watu wengi kwenye basketball hapa kwenye jiji la Dar es Salaam walikuwa wanaonekana wanatoka sana pale Upanga. Bado zama hizo ziko hivyo au wengi sasa hivyo? Sasa hivi kila sehemu ya Dar es Salaam wachezaji wengi wanatoka, na bila hata kupepesa macho wachezaji ambao wanaibeba ligi ya Dar es Salaam, wanaibeba timu za Dar es Salaam ni wengi, wanatoka mikoani wanakuja wanakaa wanaweza kucheza, ni kwa sababu kuja hapa. Kwa hiyo kwa ule utawala wa kina Nyembele kutoka Upanga nini ndio anaiti. Sasa hivi unakaa kwa sababu unaanza kupungua, kwa sababu hata nilifundisha miaka 3 Mwanza pale timu ya mkoa. Kwa hiyo umeona kabisa talent zimekaa kule, na ni Mwanza ambayo ilifeed wachezaji wengi kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo ukizungumzia wakina Dibo, unaona ni kabisa wachezaji wengi walitoka kule. Hapo umemzungumzia Dibo moja, lakini walikuwepo wako wengi ambao unaona wametoka mkoani wamefanya vizuri, wamekuja hapa wamefanya vizuri. Kwa hiyo ile Upanga iliamsha kuleta ile chachu kwenda kufanya, kwa sababu Dar es Salaam wakati ule kucheza yani ulikuwa ukicheza kama vile ulivyokuwa umesema lile na nukuu lile neno la kwako kwa sema mchezo wa mabisho kwa sababu walikuwa nakaa Upanga, walikuwa wanaonekana wengi wa mabisho, watu wenyewe vijana wa sasa wanaita mamia mgoi nini wasapo sapu nyingi man. Kwa hiyo sasa pale ndio lilikopo ni chachu, lakini sasa hivi kila sehemu ya hapo kwamba watu wametapakaa na wamepata elimu, wamejua kwamba ni mchezo kama michezo mingine na wanaweza kufanya vizuri, na wanaweza kuona ni kwamba mpaka Chanika watu wachezaji wengine wanatoka Chanika. Watu wanatoka Chanika wanakuja kucheza, yani mpaka kule Kisemvule, Kitunda, watu wanatokea huko wanakuja wanacheza basketball. Kwa hiyo ni sehemu nyingi yani ambazo zimekaa kwamba unaona wanacheza sasa hivi basketball. Kocha, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante. Naam, tulikuwa naye Everest Mapunda. Huyu ni kocha na mchezaji wa mchezo huu wa kikapu kwa maana ya basketball. Mengi ya exclusive na wachezaji katika michezo mbalimbali ni hapa ndani ya Viwanjani, ndo utakapotupata na beautiful wa Kanyigo Rosemary Timzo Karugira.